Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Bado unashindwa kuipata ile picha halisi, lakini unaweza ukabaki na msingi wa story. Unafahamu, mara kadhaa huwa na waonyesha alert au na waonyesha signal za vitu. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukaletewa hadithi na simulizi, lakini kwa sababu wewe tayari unao msingi, hauwezi kuyumba kwa sababu msingi wako tayari upo. Mfano wake ni kuwa kama hivi. Sisi ambao tunafanya kazi hizi za kufanya uchambuzi wa taarifa mbalimbali duniani, ukiwa unafanya kazi hii, maana yake inakulazimisha wewe ufuatilie habari za dunia karibu kila siku, au unaweza kusema kila siku utafuatilia zile habari. Sasa kuna habari unaweza kuwa hujaisoma hata mwezi mzima na haujaifuatilia, lakini pale utapoambiwa leo bana tutakuwa na interview kuhusu swala fulani, wewe utakuwa na kazi ndogo sana tu ya kureview update. Yani unachofanya ni kutazama update ndogo zilizobaki, yani kwa matukio gani yametokea hivi karibuni. Pale utapokuja kuanza kuileta ile hadithi, manake utakuwa na vingi ambavyo tayari wewe unavijua. It means story unaijua ile hadithi na simulizi. Kwa hiyo kitachofuata kingine utakuwa tu unajazia tu, naenda kusoma nijue hiki na lakini msingi wa kila kitu unakuwa nao. Ndio inavyokuwa. So in this war, yani katika hii vita, kuna nadharia hiyo inasoma kuwa hata pale tunapoletewa hadithi mpya, tunabaki kwenye msingi wa hadithi ya awali. Yani tunabaki kwenye msingi ambao tulikuwa tumeuweka kuanzia awali, ambao tunaufahamu. Ukweli, nadharia, simulizi, hadithi, maelezo, uongo, ukweli wa kila kitu unabaki kuwa mbona huyo aliwahi kufanya hivi ikafanyika hivi na hivi. Je, hebu tuulizane. Ni mara ngapi katika kipindi hiki cha miezi miwili toka hii vita imeanza, ni mara ngapi Donald Trump ametuingiza cha kike? Naweza kusema kuwa mara ngapi Donald Trump ametudanganya katika taarifa? Ni mara ngapi Marekani wametupa taarifa ambazo sio za ukweli? Ni mara ngapi? Utapata jibu kuwa ni mara nyingi zaidi. Nimeeleza katika awamu ya kwanza ya Donald Trump, alinukuliwa, unajua walifuatilia, yani alikuwa akiongea uongo mara 20 mpaka 30 kwa siku. Yani uongo anaoongea kwa siku mara 20 mpaka mara 30 kwa siku. Unajua uongo si kitu, yani unajua uongo ni kitu cha asili. Yani uongo ni tabia ambayo wanasema unaweza kubadili vingi, lakini tabia ya mtu kuibadili ni kazi. Uongo ni kama ukweli. Uongo ni kama uongo. Uongo ni kama urefu. Uongo ni kama ufupi. Uongo ni kama, yani unajua hauwezi kubadilisha mfupi awe mrefu, mrefu awe mfupi. Ile kitu kinakuwa ni kitu cha asili. So na asili ya uongo, yani asili ya uongo huanza chini. Unaweza kusema kuwa uongo huanzia chini. Mtu huanza kudanganya vitu vidogo vidogo, alafu baadaye anakuwa anadanganya. Wanasema kuwa inakuvuta kwa kasi sana kuwa muongo, hasa kwa mtu ambaye huwa hupenda kuchekesha. Unajua mtu ambaye huchekesha mara nyingi huchekesha taarifa ambazo si za ukweli. Yani anaamua kukupa jokes ili uweze kucheka. Sasa kutoka kwenye jokes anakwenda kwenye uhalisia wa maisha. Kuwa yani anatoka kuwa mtu wa kuchekesha jokes, lakini akitoka pale anakuwa ni mtu ambaye anaongea uongo na maisha yake yanabaki kwenye kuwa kila kitu anachokizungumza kinakuwa ni cha uongo. Lakini niliwaambia juzi, nikawaambia kuwa msisahau kuwa wakati Trump anafanya mpango wa kufanya ile Project Freedom, niliwaambia msisahau kuwa Donald Trump ni mcheza filamu wa Hollywood. Kwa hiyo kuna vitu atavizungumza kwa sababu wao ni waigizaji. Na mnakumbuka juzi wakati ninazungumza na nyinyi ilivyokuwa press ya waziri wa vita Peter Hegseth pamoja na Duncan, nilisema unamsikiliza kiongozi, yani unamtazama anavyozungumza, halafu unakaa unachukua ile nadharia ya uhalisia uliopo, unasema kweli nafasi hivi vyao vingine mtu hupewa tu kwa sababu anapewa hii nafasi ili awakilishe, lakini sio kila anaweza ukisema ni kile ambacho kiko halisi. Nikawapa mfano wa Plastic Face, Matthew Miller. Alichokuwa anaongea ni kitu ambacho hata yeye hakiamini wala hakikubali, lakini kwa sababu nafasi aliyopo
inamlazimisha aongee hivyo, inabidi aongee hivyo. Yani anatudanganya katika kipindi ambacho anatudanganya, najua kabisa hiki anaongea ni uongo. Dan Kane anasimama yeye na Peter Hegseth katika story wanaozizungumza pale, 95% ya maelezo yao yote ni ya uongo. Yani unaona kabisa kwa mbona tunaishi kwenye hii dunia, hatupo kwenye dunia ya propaganda ile ambayo zamani watu walikuwa wakipigwa propaganda na wanajaa kwenye mfumo ya wazee wetu, poleni, kwa sababu waliaminishwa vitu vingi sana ambavyo havyo. Sasa tuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa, kuwa pale unaponiletea hadithi yako mimi naenda kupekua kwingine niangalie hii hadithi ni ukweli. Kwa hiyo katika kipindi ambacho ni kigumu zaidi kufanya kazi kwa sisi, mfano tunaozungumza na tunatoa uchambuzi au tunazungumza vitu, kipindi kigumu kabisa kuzungumza ni hiki. Kipindi hiki ni kigumu kwa sababu ni kipindi ambacho hatuwezi kuongopa. Ukiongopa watu wamejua. Lakini zamani watu walitengenezwa hadithi kwa sababu media zilikuwa zao. Wanaweza kushikilia media 5, 10, na wazee wetu walikuwa hawana option yoyote kwa sababu hawakuwa na vyanzo, hawakuwa na chombo chochote ambacho labda wangekitumia hicho chombo kwa ajili ya kupata hadithi tofauti na ile ambayo wameiona kwenye chombo kimoja kwenda chombo cha pili. Lakini leo hii ndio wanakuja na wao kustuka, kumbe hivi vyombo vyote vilikuwa vya magharibi. Kumbe hivi vyombo vyote vilikuwa vimetengeneza narrative kwa ajili tu ya kututengeneza sisi tuwe upande ule. Na ndio ikatengenezwa nadharia ya watu kuita wenzao magaidi, ikatengenezwa nadharia ya kuwaita sijui hawa sijui ni nini, hawa makundi ya maharamia, yakatengenezwa. Kila hadithi ikatengenezwa wakati huo. Kwa sababu sauti ilikuwa ni moja, uongo unaposemwa sana hugeuka kwenye hisia ya ukweli na watu wakadhani huu ni ukweli kwa sababu ni uongo unazungumzwa sana. Kwa hiyo ukichukua hadithi hizi na kile kinachoendelea hivi sasa, kuna hadithi ambazo ukweli zimesimama kwenye nadharia ambayo sio halisi. Hadithi zimesimama kwenye nadharia ambayo haina ukweli. Ndio hicho unaweza kusema kuwa hakuna ukweli wa mambo mengi yaliyosemwa. Sasa kile ambacho kimesemwa na ulimwengu wa magharibi kuhusu mazungumzo, nimejaribu kufuatilia vyanzo vya ndani vya Irani. Nimejaribu kuwa karibu, nimnuse kila sehemu, nihisi labda, kwa sababu kuna wakati walitaka kunivuta. Ndio ninaposema kuwa ukiwa na msingi bado unaweza ukaelewa, kwa sababu hadithi iliyotengenezwa kutoka ulimwengu wa pili wa magharibi kuwa wameenda kukubaliana kwa sababu kutakuwa na usitishaji wa siku 30, watafungua mali za Irani, watasimamisha swala la nyuklia kwa muda sijui miaka mingapi. Ukisoma hiyo hadithi unaanza kuona kama ni hadithi inafanana kidogo na ombi la Irani au inafanana na proposal ya Irani. Kwa hiyo unaanza kuhisi kuwa hivi kuna uwezekano kuwa hii hadithi ikawa ni ya ukweli, kwa sababu wamechukua baadhi ya vitu ambavyo vijaribu kuleta simulizi ambayo inawiana. Yani wajaribu kukuletea simulizi ambayo inakwenda kwenye ukweli ndani yake ili wakuvute ukae. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu wakati mwingine kungamua bila kwenda moja kwa moja kwa wahusika na kuwauliza sasa wahusika katika rai zao na maoni yao, hili nyinyi mnalisemaje? Ndio kitu pekee ambacho kitatoa majibu. Wakati vyombo vya habari vya magharibi vinapotuambia kuwa wasimamizi wa mazungumzo wa Marekani, Jared Kushner na Steve Witkoff, wako sambamba na wawakilishi wa upande wa pili wa Irani katika kujaribu kupitia kifungu kimoja kimoja kwa ajili ya makubaliano. Hiyo ndio picha ambayo tunaitoa upande wa pili wa Marekani, kuwa Jared ambaye ni mkwe wa bwana Donald Trump pamoja na Steve Witkoff, rafiki yake wa real estate, mfanyabiashara wa siku nyingi ambaye alimteua kwa kazi maalum, wako sambamba na wawakilishi wa Irani, wanapitia kifungu kimoja kimoja katika kuangalia njia nzuri ya usitishaji wa mapigano ambayo Marekani, kwa taarifa ya leo vyombo vya habari Marekani wanasema kuwa majibu yake yatapatikana ndani ya saa 24 zijazo. Acha jana walivyosema saa 48, leo zimeshuka na zimekuwa saa 24 zijazo, huenda wakapata majibu ambayo Irani itatoa majibu. Kauli hizi zilikwenda kuweka balance ya mfumuko wa bei duniani na kupanda kwa nishati, ikaporomosha kwa 11% bei ya mafuta duniani, ikapandisha hisa kwa kiwango kwa sababu tu ya hizi kauli ambazo zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Sasa upande wa wakilishi wa Marekani kina Jared, Steve, hawa ni wakilishi wa Marekani. Sambamba unarudi upande wa pili sasa, unawatafuta wa Irani kuwa ambao kiasili ndio wamekuwa kwenye hayo mazungumzo na kina Jared kuanzia mwanzo. Nani? Abbas Araghchi yuko China pamoja na msemaji wa wizara mambo ya nje Ismail Baqai.
Araghchi anakanusha, hatuna chochote na Marekani kwa sasa. Hatujawasilisha lolote kwa Pakistani, wala hatujasema kama tulikuwa tuna mazungumzo, wala hakuna hizo hadithi zilizotengenezwa na Axios, sio za ukweli. Unachukua kauli ya Abbas Araghchi. Unachukua kauli ambayo serikali ya Irani ilishatuelekeza kuwa mnapotafuta taarifa halisi kuhusu Irani, nendeni mkamsikilize Ismail Baqai. Ismail Baqai ndio msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani. Ndio Irani wameelekeza kuwa taarifa kamili kuhusu msimamo wa serikali ya Irani, taarifa kamili kuhusu Irani zinapaswa zitolewe na waziri wa mambo ya nje wa Irani, Ismail Baqai, kama vile Doha huwa wanafanya. Ukitaka kupata taarifa tu za Qatar, utamsikia Majid al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, ndio atayetoa taarifa kuzungumza kuwa hiki na hiki, hiki na hiki. Kwa hiyo Ismail Baqai anapiga mstari kwenye kauli za Araghchi kuwa hatuna mazungumzo. Hatuna mazungumzo. Lakini aliyesimama kwenye jopo la mazungumzo yaliyofanyika Pakistani saa 21 yakavunjika bila kufikia lolote, kiongozi kinara wa mazungumzo ya Irani, ilikuwa ni Mohammad Ghalibaf, spika wa bunge. Amesemaje? Kaandika kwenye mtandao wa X kuwa taarifa zilizoandikwa na Axios ni taarifa za uongo, na akinyoshia mkono Axios anasema kuwa hiki ni chombo cha uongo cha White House ambacho mara kadhaa kimekuwa kikiandika taarifa nyingi za uongo. Hatuna mazungumzo, wala chanzo wanachodai kukinukuu ndani ya Irani ni chanzo cha uongo. Hatuna mazungumzo yoyote na Marekani ambayo yanaakisi mazungumzo. Huyu ni Mohammad Ghalibaf Bagher, speaker. Mshauri wa masuala ya kiusalama wa Iran, ni mshauri kwenye jopo la usalama la Iran, mbunge Ibrahim Razai, anasema hivi: kila ulichokisoma, kimeandikwa au kukisikia kwenye vyanzo vya habari vya Marekani na ulimwengu wa magharibi kuhusu Irani kama makubaliano, anasema hayo ni matamanio ya Marekani. Wamekuwa wakiyatamania Irani ikubaliane na hilo. Kwa hiyo hayo sio katika ambayo Irani wanayataka. Hayo ni matamanio ya Marekani na washirika wao, sio kuwa eti tumefikia kwenye makubaliano hayo. Hayo yanaenda kukubaliana na kile ambacho kimeandikwa jana kwenye Truth Social. Donald Trump aliandika, hebu fikiria ikiwa Irani itakubaliana na vifungu hivi ili imalize mzozo, halafu wasiwe na nyuklia, halafu tufungue mfereji wa Hormuz, halafu maisha yarudi. Trump mwenyewe anaandika hebu fikiria. Yani jaribu kufikiria. Kuwa wao wanamjibu kuwa endelea kufikiria hivyo. Hakuna chochote ambacho kitabadilika katika mwelekeo mpya wa Iran. Wao wanasisitiza kuwa ajenda zetu zinafahamika na kile ambacho tunakitaka sisi kinafahamika. Kwa hiyo upande wa pili kukaa wanajizungusha kwenye hadithi ya kutengeneza, wanapoteza muda wao kwa sababu hawawezi kukipata kile ambacho huenda nahisi Irani wanaweza kujibu ndani ya saa 24, lakini watajibu with new proposal. Yani watajibu katika mwelekeo wao kuwa sasa tunaleta vya kwetu hivi hapa, mnataka njoni tuzungumze, lakini hatuna mpango wa kujibu kwenye hivyo vifungu na matamanio yenu mliotuletea. Tulishawaletea 10, mkakataa, mkatuletea 14. Tunakataa, tunawaletea zingine za kwetu, kubalini, hamtaki, kataeni, leteni zenu. Just hivyo. Hauwezi ukaleta proposal yako halafu proposal yako useme kuwa ndio makubaliano ambayo tuliofikia. That is your proposal. Sio agreement ambao unaweza kusema hivyo. Sasa jinsi ilivyokuwa ikituvuruga na kutuchanganya, nimesema ndani yake wamekopi baadhi ya proposal ya Irani ya 10, ile ya vifungu 10, jinsi ilivyokuwa ikieleza, kwa sababu ilieleza kwanza sharti kuwa kuondoa uhasama wa pande zote mbili, Marekani na Israeli waondoe vikosi vyao vilivyo karibu na Irani na wasitishe mashambulizi yao kwa Lebanoni na wasitishe vita kwa muda wa mwezi mmoja. Tuangalie utaratibu unavyoendelea. Baada ya mwezi mmoja huo utaratibu unavyoendelea, na katika kipindi cha usitishaji Irani ataratibu utaratibu wa meli kuanza kuvuka katika uratibu wake. Lakini baada ya mwezi mmoja kuwa uhasama utakuwa nje, hakuna mashambulizi wala tishio lolote, Irani anasema tutafungua meza kuanza kujadili kuhusu sasa utaratibu mpya wa Hormuz, ambao hapo wanapigia mstari, wanasema kuwa hauwezi kuondoka kwenye milki ya Irani, kuwa utaratibu wa milki ya Hormuz utabaki chini ya udhibiti wa Iran na Omani na fee itatolewa kama ilivyo.
Baada ya hilo kukubaliana kwa siku 30, tutakuja kujadili sasa kuhusu nyuklia. Baada ya miezi 3 kuanzia la kwanza, yani phase 1 mpaka kuja kujadili nyuklia itakuwa takriban miezi 3. Hayo ndio Irani walioyapeleka. Marekani wakasema haiwezekani. Wakaleta la kwao ambao sasa wanasema ndio agreement. Yani tunayumbishwa, tunachezeshwa sehemu ambayo yani ni nyepesi sana, lakini inahitaji tu uelewa. Katika kitu kimoja ambacho nakipenda, nimekuwa nikipokea rai na maoni ya watu mbalimbali ambao tumekuwa nao kwenye magroup tunazunguka au tunazungumza kwa muda mrefu humu. Watu wanauelewa mkubwa sana. Halafu kitu kinachonifurahisha kuwa Donald Trump akizungumza tu watu tayari wameshajua kwenye point anakwenda wapi. Juzi aliandika kwenye mtandao wa Truth Social akasema hivi: katika kitu ambacho Irani wananikera, yani katika kitu ambacho Irani wananikera ni kuwa pale tunapozungumza nao kwenye simu wanazungumza kwa heshima kubwa na wananiheshimu kama rais mwenye kuheshimiwa, lakini wakija kwenye vyombo vya habari wanaonyesha kutokuniheshimu. Nadhani iliandikwa na vyombo vya habari. Moja ya chombo ambacho ni mimi huwa si comment. Unajua na comment mara chache sana. Ukienda mitandao yote kukuta comment yangu ni aghlab. Yani naweza nikakaa kwa miezi 3 nikaweka comment moja popote, lakini naweza nikaingia nikasoma. Sasa nadhani niliweka comment yangu kwenye Euronews. Nikaandika hivi kuwa wakati hilo naandika kuwa hawa Iran kambia record them. Unahangaisha nini? Wewe wa record tu, halafu tuachie sisi tutajua kuwa kweli walikuheshimu au hawakuheshimu. Kwa sababu ni kitu ambacho Donald Trump anaongea uongo, na nimewahi kusema hili. Nimewahi kulieleza kipindi cha nyuma kuwa siku wa Irani wafanye mistake ya kuandika barua kwa Marekani kumueleza tu kuwa tuna sijui nini, yani kabla Donald Trump hajamaliza kufika mstari wa mwisho atakuwa tayari kaisha print kwenye mtandao. Yani tayari ile barua atakuwa kaisha print out, dunia nzima waone ikiwa watafanya hivyo. Na kama viongozi wa Irani wangefanya mistake anayoizungumza Donald Trump kuwa wamempigia simu, I say sijui ingekuaje. Kwa sababu kipindi anachosema tunazungumza nao mle ndani alihojiwa kwa unazungumza na nani? Mazombi. Kwa sababu hatujui unazungumza na nani. Tunazungumza na watu makini sana ambao wanajua kuliko hao waliopo. Tunazungumza watu nao, unazungumza na nani? Mbona hatuelewi? Umekuwa unatuambia tu mnazungumza na nani? So hakuna nani unazungumza naye, hebu tuambie. Sasa hiki anachokisema kuwa huwa wananiheshimu pale wanaponipigia simu. Hizo ni kauli pekee unaweza kuzipata kwa Nicolas Maduro. Maduro pekee ndio alifanya hilo. Lakini unazungumza kwingine kabisa. Unazungumza katika ulimwengu mwingine kabisa. Hii hali haiko kwenye anga hiyo. Jamani, ukweli unabaki kuwa Marekani yuko kwenye ulimbo. Nadhani ulimbo unafahamika. Amenasa kwenye trapo. Kauli zilizotolewa juzi na Dan Ken kuwa Irani ilitushambulia mara 10 toka kwenye ceasefire, mara 10, lakini mashambulizi yao hayakuwa mashambulizi ambayo yalikuwa yanaakisi kuvunjika kwa ceasefire. Hii ni tafsiri ngumu sana. Ni tafsiri ngumu sana kwa nchi kubwa kama Marekani ambayo hivi, hebu kaa hapo, yani fikiria tu kuwa Marekani huyu, yani amefika lini kuwa hivyo? Marekani amefika lini kuwa hivyo, kuwa leo ukifanya tishio tu la ubalozi wake atakushambulia, tishio tu atakuja kushambulia. Leo hii anashambuliwa na ballistic 10 times. Anakuambia haikuwa kwenye tishio la kuvunja ceasefire. Umeelewa nini? Ni vigumu sana kungamua hivi vitu na kuviona katika jicho fulani, lakini jicho la ukweli linabaki kuwa ni kweli. Watu wanautaka, hawaogopi chochote. Yani wakimtazama Marekani wanaambia njoo tu, yani kama unaweza njoo tu tuendelee, kwa sababu hamna lolote ambalo sisi tutaliofia kutoka kwako. Ndio jibu liko hivyo. Hakuna chochote tunakiofia kutoka kwako. Sasa hawa watu ni vigumu kungamua wakati mwingine kwa sababu udhibiti wa vyombo vya habari. Nakumbuka kadhia ya Russia ilivyokuwa. Russia ilidhibitiwa, hata vyombo vya habari hatuwezi kupata. Leo RT huwezi kuipata hata YouTube nadhani. Yani ni vigumu sana kuipata kwa sababu inaingizwa na kutolewa. RT, Russia Today, inafunguka sehemu nyingine. Press
ya Irani pia ni katika media ambazo zimeholdiwa sana. Leo hii tafuta vyanzo kutoka ndani ya Irani, website zao ni nzito kweli kweli, hata kufunguka, na nyingi hazifunguki, mara nyingi zinafunguka mara chache, ndio unaweza ukapata vyanzo. Udhibiti wa vyombo vya habari, udhibiti wa mitandao, kuwa mitandao yote itasoma katika upande wao ili waweze kutengeneza narrative nzuri kuelekea kwao. Ndio maana ninawaambia kuna wakati kuwa unaweza ukaingia kule YouTube kwenye channel yetu ukaona heading tulioiweka ni heading ambayo inaashiria kuwapa sifa upande wa pili wa magharibi, lakini tunaifanya vile kusudi kwa sababu ile video ili iweze kuwa approve with ads, nafikiri mnanielewa, ni lazima uandike kupitia wao. Yani ile heading isome kuwa unawapendelea Trump, aionya Irani, Trump hataki mchezo, jeshi la Marekani limesema litafungua. Yani ni lazima uandike hivyo. Ukiandika kuwa Irani yajibu kwa kuishambulia Marekani, Irani yaidhalilisha, I say hawakuwekei ads. Wanafuta, hawakuwekei, kwa sababu ndivyo majukwaa yalivyotengeneza katika kuweka narrative. Yani kutengeneza hadithi iwe katika upande wao. Ndio maana kuna wakati inabidi tuandike katika hadithi ambazo heading inakuwa tofauti. Ukiingia ndani ukisikiliza utaelewa kwa tumezungumza tofauti na kile ambacho kimeweka heading, lakini tuliweka heading ili wa approve. Yani wakati tunaweka lile andiko letu kuwa Donald Trump aitisha Irani, tulikuwa tumeweka kusudi ili wao wa approve, wapitishe ile video, waiweke na ads. Ads ni matangazo, yani iruhusiwe kupitisha matangazo. Kama hawawezi kutuwekea ads, maana yake tunakuwa tumefanya kazi bure. Sasa tunataka watuwekee ads. Ili watuwekee ads lazima tuweke andiko lenye kuwavutia wao, ili waridhike, waone huyu yuko upande wetu, ndio wanaturuhusu tunaweza kukufikia wewe vizuri bila shida yote. Hizi ndio media za magharibi, na hizi ndio njia ambazo dunia inatembea. Ni vigumu sana kuwa huru katika ulimwengu huu ambao umedhibitiwa kweli kweli.